12. Sasa ili kufunga darasa yetu katika ukurasa huu, na kwa faida ya wachache ambao pengine hawakupata vizuri katika tafsiri iliyopita, tutairejea bila kuwa na ufafanuzi mkubwa ili kuweza kukava kwenye aya tuliyofikia ambayo ni laisu sawa. Tunaanza leo. Allah anasema baada ya billahi minash shaitanir rajim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ila Allahi turja'ul umur. Ni vyake yeye Allah tabaraka wa taala, ni miliki yake Allah tabaraka wa taala, vyote vilivyo mbinguni na vilivyo ardhini ni miliki yake. Al-amru wal khalqu la, mamlaka na kuumba ni kwake, yeye ndo aliumba na ndo mwenye mamlaka, hakuna mwingine. Aya hii kutwange ufahamu, chochote unachokiona katika ardhi si chako, huna mamlaka. Mamlaka naye Allah tabaraka. Wewe tu jitahidi kuwa mwadilifu kile ambacho umepewa dhamana usimamie. Anasema lillahi ta'ala wahdahu mulku ma fi samawati wa ma fil ardi, ni vyake Allah taala peke yake, ni wake Allah taala peke yake ufalme wa mbingu wa vyote vilivyo mbinguni na vilivyo katika ardhi. Khalqan wa amra, kuumba na maamrisho. Ameumba yeye na yeye ndiye mwenye maagizo, hakuna mwingine zaidi yeye. Yeye ndo anasema jua toka mashariki na magharibi, yeye. Jua chomoza, yeye. Mwezi chomoza, yeye. Usiku ondoka, yeye. Walaili idh adbara, amri ni ya Mungu, hakuna mwanadamu mwenye amri hiyo. Ukilifahamu hilo Muislamu, lazima umnyenyekevu. Hakuna mwanadamu mwenye mamlaka kusema usiku ingia na toka, ni Allah peke yake. Kadhalika na vyote unavyoona wewe, mito, bahari, maziwa, upepo na kila kitu, al-amru wal khalqu lillah wa ilayhi ta'ala masiru amri kulli khalqihi. Okay, Allah tabaraka ni ndio marejeo ya kila lile takwa na agizo la kila viumbe wake mpaka kaumba, okay, ndio marejeo. Fajazi kullan minhum ala qadri istihqaqihi, kila mmoja atamlipa kwa kadiri anavyostahili kulipwa. Kuntum khaira umma, nyinyi mmekuwa ni umma bora. Ukhrijat linnasi, mtolewa kwa ajili ya watu. Ta'muruna bil ma'rufi, mnaamrisha mema. Watanhauna 'anil munkari, na mnakataza mabaya. Wa tu'minuna billah, na mnamwamini Allah tabaraka wa ta'ala. Khairiyatu hadhihi al-umma, ubora wa umma huu, al-amru bil ma'ruf. Wao wana maslahi makubwa na jamii yao. Ulimwengu umeendelea kwa sababu ya uwepo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii Qur'ani ambayo kateremshiwa ndio sababu kubwa ya development ya jamii hivi sasa. Kwa hiyo sisi ubora wetu kama tuna maslahi, tumetolewa kwa ajili ya watu, kwa maslahi ya watu. Tupo hapa, tupo kwa kumtumikia Allah, lakini kwa maslahi ya watu. Na katika hayo al-amru bil ma'ruf, tunaamrisha mema, tunahimizana mambo mema na tunakataza mambo mabaya, na hatufanyaye isipokuwa kwa kumwamini Allah tabaraka wa taala. Walau amana al-kitabi lakana khaira lahum, kama miongoni mwa watabu wataamini, kwa itakuwa ni khairi, kwa sababu miongoni mwa wengi wamekataa, lakini wakiamini kwa wao itakuwa ni khairi kubwa sana. Minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna, miongoni mwao ni waumini na wengi katika hao ni mafasiki. Uadilifu, generalize kweli, miongoni mwa watabu wengi wao ni mafasiki, lakini kama kuna wema utajwe, basi nasema miongoni mwao waumini na wengi wao ni mafasiki. Kuntum ya ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairal umami, nyinyi umati Muhammad mmekuwa ni umati bora katika umati zote. Alati, umati ambazo akhrajaha Allahu linnasi, Allah ametoa kwa ajili ya watu. Fi imanikum wa amalikum, wa imani yenu na matendo yenu nyinyi. Au anfa'u linnasi, na nyinyi mmekuwa na manufaa kwa watu. Anfa'u linnasi linnas, na mmekuwa na wa anfa'u nasi linnas, na ni watu wenye manufaa zaidi kwa watu wote, kwa ajili ya watu. Ta'muruna bil ma'rufi, naamrisha mema. Watanhauna 'anil munkar, naamrisha mema. Alladhi, mema ambayo dalla alayhi al-shar'u, sheria imeelekeza hivyo. Wa hasanahu al-aqlu, na akili ikakubali kwamba jambo jema. Nyinyi ndio mnafanya hayo, mnaamrisha mema ambayo sheria imeelekeza, lakini akili ikakubali kwamba ni jema.
watanhauna 'anil munkar, na mnakataza maovu, alladhi maovu ambayo naha anhu shar'u, sheria kwanza imekataza, wakabahu al-aqlu, akili kakataa. Kwa nini sheria ikatangulizwa afu ikaja akili? Ndio, akili ni nywele kila moja na zake. Kuna watu akili zao zimeshazugwa, zimeshaathiriwa, kwa sometimes jambo zuri atalikataa kwa sababu akili yake ishaharibiwa. Lakini sharti kwanza sheria ikubali na akili nakubali, kwa sababu sheria iko sambamba na maumbile, kwa sababu wanadamu akili zao zinakuwa zinasugwa na kuathiriwa na mazingira. Kwa hiyo lazima sheria ianze mwanzo ndipo inafuata akili ya wanadamu. Watanhauna 'anil munkar alladhi naha anhu shar'u wa qabahu al-aql, na akili kasema hicho kitu kibaya. Watu'minuna billahi imanan jazima, na nyinyi mnaamini Allah imani ya yakini sio kwa na shaka. Bisidqihi al-amal, yusaddiquhu al-amal, imani ambayo inathibitisha na matendo. Walau amana al-kitabi, na kama wataamini watu wa kitabu, min al-yahudi, miongoni mwa Yahudi, wan nasara, na manasara, bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumwamini mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la kana dhalika khairan lahum fi dunyahum, jambo hilo litakuwa ni bora katika dunia yao, wa akhirati, na akhira yao. Min ahli kitabi qalilun yu'minuna bima jaa bi Muhammad sallallahu, miongoni mwa watu wa kitabu wako wachache wanaoamini yale yote ambayo amekuja naye mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aktharuhum humul kharijuna an dinillahi wa shari'ati, na wengi wao ni wale ambao wametoka katika dini ya Allah na sheria yake. Lan yadhurrukum illa adha, Allah anasema kamwe hawatokudhuruni nyinyi isipokuwa ni maudhi tu basi. Na maudhi yenyewe ni yepi? Ni kutaka kuwalingania wema au waumini katika nyinyi waende kwenye batili yao na maneno yao wanayozungumza ya kwamba Allah ni watatu katika watatu. Isa ambaye ni mtume wa Mungu anasema Isa ni mwana wa Mungu. Hayo ndio maudhi atakotelini, hayo ndio maudhi, hayo ni kerenyo hiyo. Lakini si kwamba maudhi kufanyeni nyinyi muwe chini wao juu. Mtaendelea kwa imara, lakini maudhi mtayapata. Kutaka kuondoshoa baadhi ya watu wenu waamini waende kule, kurubuniwa, kununuliwa na maneno mabaya mabaya hapa na pale ya kumtukana Mola, na nyinyi ndio mnasikia. Hata kereni hayo, lakini si kuwao juu nyinyi mwe chini. Lan yadhurrukum, kauli ifahamu, lan, kamwe hawatokudhuruni hao ila adha. Kwa hiyo sisi kudhuriwa, kuwa chini wao kuwa juu, ni kasoro tu sisi, hatujakaa sawa katika mstari sahihi. Wewe angalia wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maadui Mayahudi walivyojipanga na fitna zao, lakini bado Uislamu ulikuwa juu na wao wakashindwa. Wamejipanga na wanafanya vitimbi kweli kweli, lakini hawakuweza kuathiri uimara wa imani ya maswahaba na ukweli wao na udhubutu wao. Nguvu ilikuwa ni kubwa. Sisi leo tumelega katika imani zetu madhaifu, tumeacha njia sahihi, tumekuwa na mengi yasiyokuwa ndio na kuyafanya katika Uislamu. Hii imetuondoshia nguvu yetu, wamekuwa wako juu. Walan yaj'ala Allahu al-kafira al-mu'mina walan yaj'ala Allahu al-kafira al-mu'mina sabila. Allah hawezi kutoa nafasi kwa makafiri dhidi ya waumini. Lakini ina maana ikitokezea hilo, tuna kasoro sisi Waislamu katika imani yetu. Wa in yuqatilukum, Allah anasema, na kama wakitaka kupigeni vita nyinyi, yuwallukumul adibara, watakugeuzeni migongo. Yani kwa maana watakimbia, hawatoshinda mbele yenu, wao watashindwa, watakwenda mbio. Thumma la yunsuruna, kisha na wao pamoja na mbio zao hawatoweza kunusuriwa. Anasema mahama kana minhum min adawatin, vyovyote ilivyo kwao katika uadui, falan yadhurrukum, hawatokudhuruni wao, ayyuhal mu'minuna, enyi waumini, fi dinikum, katika dini yenu, wala fi anfusikum, wala katika nafsi yenu, illa adha, isipokuwa ni maudhi, bi alsinatihim, kupitia ndimi zao, minatani fi dini, kama vile kuleta matusi katika dini, kama ambao hivyo wanavyosema Yesu mwana wa Mungu na mfano kama huo, Isa mwana wa Mungu, walistizaa bikum, na kufanyeni istizaa ili kukuvunjeni moyo.
hayo watayafanya, hawana nguvu zaidi ya hilo. Wanahu dhalika, na mfano kama huo. Wa in qatalukum, na kama watataka kupigana vita nyinyi, yafirru minhum munhazimina amamakum, watakimbia hali ya kuwa ni wenye kushindwa mbele yenu nyinyi. Wala yunsaruna alaykum abada, wala yunsaruna alaykum abada, na hawatunusurika kwa nyinyi abadan, mtawashinda tu. Hivi ndivyo ilivyo, na ndio kweli. Dhuribat alayhim dhillatu aina ma thuqithu, imepigwa chapa kwa wao ya nini? Adhilla, ya unyonge, ya udhalili. Aina ma thuqithu, popote walipo, popote wanapatikana. Illa bihablin min Allah, isipokuwa kwa kamba itokayo kwa Allah tabaraka wa taala. Wa hablin minan nas, na kamba itokayo kwa watu. Wanasema bihablin min Allah, ila kushikamana na Qur'an yataondoka hayo. Na wengine wanasema Uislamu haujalazimisha watu wote au wote wa Uislamu, na bila hivyo wanake watapigwa. Kwa hivyo hapa hablin min Allah ni ile kukubali kuwa dhimmi, kwamba sisi hatutoki kwenye imani yetu, lakini hatukupigi vita wewe Muhammad, wala hatupigi vita Uislamu. Wakubali kutoa jizya. Huu mkataba huu, wakiukubali huu, hapo watasalimika, watapata amani. Watu watawapa amani, kwa sababu sheria imewalazimisha wape amani, na watawapa amani. Ndio hablin min Allah wa hablin min nas. Kwa hiyo Mayahudi pale Madina walikuwa hawana salama kote watakapokutwa, ila baada ya kukubali mkataba wa kuishi na Uislamu pamoja kwa amani, wao walipe jinsi ya kodi, lakini wasunge mkono adui yote alikuwa nchi ya Madina au nchi ya Uislamu, wasiunge mkono, bali wao wana Uislamu dhidi ya adui huyo. Wakiyafanya hayo ndio watapata amani, na hili ndilo linaonekana ni tafsiri yenye nguvu zaidi. Wakikubali mkataba wa kushirikiana na Uislamu pasina wao kwa Waislamu, lakini wasiupige vita Uislamu, watoe kodi, hilo wakilifanya watapata amani. Illa bihablin min Allah wa hablin minan nas wa ba'u bighadabin min Allah, na hao walirejea kuzipata au walistahili kupata ghadhabu za Allah. Neno ba inakuja kwa maana rajaa au ba wana istahaqa, wamestahiki ghadhabu za Allah hao kwa sababu ya kutokukubali lile ambalo wanatakiwa walifanye, wakaendelea na mambo yao, wakastahili ghadhabu za Allah, na kwa sababu waliendelea kuwa mitume katika wakati wao. Wadhuribat alayhimul maskana, na pia wapigwa chapa ya unyonge, udhalili. Dhalika, kwa nini yamewafika hayo? Ghadhabu ya Allah kwa wao, chapa ya unyonge kwa wao. Kwa nini? Dhalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah, kwa sababu walikuwa wanazikanusha aya za Allah tabaraka wa taala, huko wanajua. Wa yaqtuluna al-anbiya bighairi haqqi, na walikuwa wakiua mitume pasina haki. Dhalika bima asaw wa kanu ya'taduna, wameyafanya hayo kwa sababu waliasi na wakawa wanachupa mpaka kufanya mambo kinyume na sheria, huko wanajua hivi sivyo. Hayo yaliyopelekea ghadhabu za Allah na kuwa na unyonge. Anasema ju'ila al-hawan was-sagharu, neno sagharu bi fathi sadi ina maana, inakuja kwa maana ya unyonge, na neno sighar kwa kasri sadi ina maana kwa maana ya udogo. Kwa hiyo aliposema ju'ila al-hawan was-sighar, hawa Mayahudi al-kitabi wao Allah tabaraka wa taala amewapiga chapa ya unyonge na udhalili. Al-hawan dhilla, sighar unyonge, udhalili na unyonge. Muhitan umekuwa umewazunguka wao, bil yahudi mushtamilan alayhim, ukiwajumuisha wao ainama ujidu, popote wanapopatikana. Al-hawan was-saghar wanayo. Fala ya'manuna, hawapati amani illa bi ahdin, isipokuwa kwa mkataba maalum, au amnin min Allah, au usalama, amani toka kwa Allah tabaraka wa taala, au minanasi, au kwa watu. Kwa hiyo hali hiyo itaendelea
ila kwa mkataba maalum au amani ambayo Allah atawapa wao kwa sababu ya kukubali hilo sharti. Waraja'u bighadabin min Allah, wakarejea kuzipata ghadhabu za Allah tabaraka wa taala. Waju'ilat alayhimul haja wal faqa, na wao sasa Allah akawapa alhaja, haja, shida, wal faqa, na ufakiri, umaskini, uhitaji. Faqa manake ni alfaqru, uhitaji uliokuwa mkubwa sana. Akaufanya huo alhaja wal faqa muhitatan bihim, umewazunguka wao, umewaraundi wao, ndani nje ndani, hali imekuwa kwao. Dhalika alladhi ju'ila alayhim, haya ambao wamefanywa ya alhaja wal faqa bisababi kufrihim biayati llahi, kwa sababu wao wamezikufuru aya za Allah tabaraka wa taala. Wa qatlihim li anbiyaihi dhulma, na kwa sababu hao Mayahudi wamewaua mitume wao kwa dhulma, wamewaua mitume wa Allah kwa dhulma. Wadhalika aidan bisababi isyanihim, na hayo pia ni kwa sababu ya uasi wao. Watajawuzihim li hududillahi, na wao walikithiri mpaka katika kuasi na kukiuka sheria za Allah tabaraka wa taala. Allah akawadhalisha katika hilo. Na sisi tuko katika dini ya haki, wallahi nadhim, lakini kadiri tunavyochupa mipaka ya Mola, tunaacha utaratibu ambao tumewekewa na Allah, tunaipuuza Qur'ani, tutaendelea kuwa manyonge na madhalili, na hii sio mwisho. Kadhalika al-adhabu wal adhabu al-akhirati akbar, lakini adhabu ya akhira hii ni kubwa zaidi. Lau kanu ya'lamuna, kama tunayakini hilo liko hivyo, tutakuwa hilo. Kwa hivyo baada ya aya hiyo 112 tunaingia rasmi aya tu ya leo. Anasema katika tafsiri, walamma bayyana Allahu hala ghalibi ahli alkitabi, baada wakati Allah tabaraka wa taala alipobainisha hali iliyokuwa zaidi, hala ghalibi alkitabi, hali ambayo ilikuwa imewakumba wengi miongoni mwa watu wa kitabu. Bayana, pia Allah kabainisha katika ifuatayo, hala taifatin minhum, hali ya kikundi miongoni mwao, mustaqima, ambacho kimenyooka au kipo katika mstari wa sawa sawa, alhaqi, katika njia haki, qaimatan bihi, ambacho kimesimama kweli kweli katika njia. Wapo wachache katika hao ambao walistiki kwenye mstari, pamoja kwamba wengi walikuwa sio, lakini wachache walikuwa ndani yake wana imani ya kweli ya Allah tabaraka wa taala, na wala hawakuwa washirikina. Na hawa ndio wale ambao tumeruhusiwa kisheria alitabi kuwaoa, ni wale ambao kitabi walikuwa kwenye mstari wa sawa sawa, si washirikina. Allah akasema laisu sawaa, hao ahlul kitabi si wote waliokuwa sawa sawa, hawakuwa sawa sawa wote, hapana. Laisu sawaa, hawakuwa sawa sawa ahlul kitabi. Jamani, kisikia faman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakayepuuza mwongozo wangu huu atakuwa na maisha yenye dhiki. Faman tabi'a hudaya fala yudhillu wala yashqa, atakayefuata mwongozo wangu huu hatopotea katika itikadi, hatopata tabu katika maisha yake kwa ujumla. Kazi yake ya dawa na mengine mengi itakuwa rahisi ikiwa anafuata mwongozo huu. Aya hii na nyuma huko tulikotoka inatuonyesha wazi uadilifu wa Allah, uadilifu wa kitabu chake kitukufu Qur'ani, na sisi tu uadilifu. Tuna tabia sisi ya kugeneralize watu wa sehemu fulani, wote unasema hawafai, wakorofi, watu kabila fulani hawafai. Sivyo hivyo, kilichokuwa ndicho sema ndicho, na ambacho sisema sicho. Binadamu yule akifanya jambo baya sema hili baya, lakini yule hata kama wewe ni hasimu wako akifanya zuri sema zuri. Tukiishi hivyo, wallahi sisi ni washindi,
tutawaleta watu kwenye haki, watatufahamu. Lakini wewe akifanya ndivyo husemi, akifanya sivyo ndivyo unavyosema, ndivyo sivyo na sivyo sivyo. Hapana, akisema ndivyo akafanya ndivyo, sifu, unga mkono, pongeza lile kwa ndilo. Akifanya sivyo, sema hilo sivyo, na yeye mwenyewe atafahamu kwamba wewe ni mtu mwema. Lakini ikiwa akifanya sivyo unasema, tena hatari, akifanya ndivyo unasema sivyo, hakuelewi, hamtofahamiana, na wewe utakuwa umekiuka utaratibu usarejee mafanikio ya dawa katika hilo. Ikiwa Allah aliyetumba sisi anasema kweli, minhumul mu'minuna wa aktharuhumul fasiquna, wako sahihi, lakini wengi wao ni mafasiki. Na hapa anasema laisu sawaa, hawakuwa sawa sawa watu wa kitabu. Anafafanua mbele, min ahli kitabi ummatun qa'imatun, katika watu wa kitabu wako kundi hili limesimama katika haki. Yatluna ayati llahi, tena wanasoma aya za Allah tabaraka wa taala, ana al-laili, wakati wa usiku, wa hum yasjuduna, hali ya kuwa wanaswali. Unaweza kumuuliza kwa nini ukasema wanaswali na neno liko wazi yasjudu na sujudu? Sheria inatuambia hatuna ruhusa ya kusoma Qur'ani kwenye sijda wala kwenye rukuu. Kwenye rukuu na sijda hakuna kusoma Qur'ani. Kwenye rukuu na sijda kuna tasbih, adhkar. Kwenye sijda pale adhkari kuna dua. Haturuhusiwi kusoma aya ya Qur'an au sura kwenye sijda. Hauruhusiwi kisheria katika sala. Wala kwenye rukuu huwezi kusoma Qur'ani. Kuna adhkari maalum zimewekwa pale zisome. Sasa ikiwa hawa wanaambiwa kwamba wako miongoni mwao ambao wamesimama barabara katika haki, wanasoma aya za Allah usiku, wa hum yasjuduna, na hali ya kuwa wao wanasujudu, hali ya kuwa wanaswali. Neno sujud linafasiri kwa maana ya swala, kwa sababu sijda ndio iliyochukua sala nzima. Aqrabu ma yakunu labda inda rabbi wa sajidu, sehemu ambayo mja anakuwa karibu sana na Mola wake katika sala yake akiwa ndani ya sijda. Kwa hiyo sijda ndio imechukua ile kiini, ile sala nzima iko pale. Ukamilifu wa unyenyekevu kwa dhahiri wa kima mwanadamu tunauona kwenye sijda. Ameinama chini, uso wake umekwenda chini, kapiga magoti kwa Mola wake, ni ukamilifu wa kilele cha unyenyekevu kwa Mola wake. Wa dhahiri tunaona pale, ama kwenye moyo wake tu, lakini dhahiri tunaiona ile pale. Na ndio maana ikaonekana pale sijda imechukua sala nzima. Kadhalika Rabia alipomtaka Mtume salama, Rabia, tamani kitu gani kwa mimi nakitaka? Rabia kapata fursa, amekuwa ni khadimu Rasul sallallahu hapa duniani kwa muda wote akiwa karibu yake mtumikia. Halafu Mtume ameshaambiwa huyu akifa daraja yake ni hii peponi. Sasa Rabia alipoambiwa tamani kwangu mimi, ewe Rabia, fursa kama hiyo mimi na wewe tunapata, tunasemaje? Na tunajua Mtume daraja yake ni kubwa, anenalo kwa Mola wake hamwachi mkono, akiomba dua Allah anamuitikia. Mtume anakwambia ewe, anakwambia hivi sasa, tamani kwa mimi kitu gani? Nikuombe kwa Allah kitu gani nakutamani? Utasemaje? Ya Rabbi, jalia mimi niwe bilionia katika dunia hii. Utavomba. Tunavona sisi kuwa na mafedha mengi ndio umewini, kuna hali nzuri ndio umewini. Kwa utaomba wewe utajiri wote kwa mkewe, ufalme wote upate wewe. Na hii ndio hisia ambayo Adam alitumia Ibilisi kumtoa kwenye ile kheri, hisia ya kupenda na ufalme. Hal adulluka ala sharti al-khuldi wa mulki la yabla, nikuoneshe mti ambao kila utakaa milele na ufalme hautooza. Mti ule nikuoneshe. Na maana hapo sasa akashawishika kitamaa, hali kwa mbaya. Na ndio hisia za wengi katika wanadamu, wachache wenye kuelewa hawamili zaidi katika maeneo kama haya. Kwa maana dua tukafundisha dua, tuombe wala tajali dunia akbar hamina. Dunia hii omba kwa Allah, sifanye kama ndio kila kitu kwako.
Rabia wallahi alimwambia mjumbe wa Allah, mimi sina kubwa, nataka as'aluka murafaqataka fil janna. Mimi nataka tuwe sambamba peponi, tuwe hivi murafaqataka. Ulipo nipo. Kwa maana hiyo ikiwa atakuwa katika hiyo firdausil ala na mimi niwepo hapo hapo, kaomba hilo Rabia. Subhanallah. Tusalama akamkubalia, akamuomba naye jambo, aini. Sasa bwana Rabia, jitahidi sana nisaidie mimi ili upate hiyo nafasi hiyo, bikathrati sujudi. Haya aliambiwa sujudu sana, tunataka sujudu ndio hivyo. Asali sana. Sali sana. Kithirisha sala kwa wingi, faradhi sunna, itakuwa sababu ya mimi kuombea na ukafika hapo. Rabia akapata hilo. Katika watu ambao wamebashiriwa pepo, hawakutoka katika wale hadithi ya watu wale 10, huyu yumo kwa sababu ameomba murafiki janna na imepita, mtume kampa agizo kafanya, imepita hiyo. Kwa katika watu walitaka janna ya juu, pepo ya juu wanaipata. Kwa nini kimetajwa? Aini bikathrati sujud. Kithirisha sana kusali. Utaja sujudi kwa sababu ndio sehemu ambayo inaonyesha kilele cha unyenyekevu na ukaribu wa Mola kwenye ibada sana, kwenye sijida. Kwa hawa wahum yasalluna wa hum yusalluna, wanasoma aya za Allah aliyakuwa akiswali. Laisa ahlul kitabi mutasawina fi halihim, watu wa kitabu hawawi sawa katika hali yao. Bal minhum ta'ifatun mustaqima, bali miongoni mwao kuna kikundi cha watu ambao wako yani mustaqima, kipo sawa sawa, ala dini lahi, katika dini ya Allah. Kipo kikundi ambacho kimesimama katika njia sawa kwenye dini ya Allah tabaraka wa taala. Qa'imatun bi amri llahi, kimesimama kikitekeleza maagizo ya Allah, wanahihi, na kikiacha makatazo ambayo Allah ameyakataza. Yaqrauna ayati llahi, wanasoma aya za Allah fi saati llaili, katika nyakati za usiku. Wa hum yusalluna lillah, na hali ya kwa wao wakiswali kwa ajili ya Allah. Neno yusalluna yasjuduna, kwa hiyo maana yake wanaswali kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Kanat hadhihi alfi'a, kimekuwa kikundi kilikuwa kabla bi'thati nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kilikuwa kabla ya kuletwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man adraka minhum, na wale ambao wamediriki miongoni mwao hadhihi albi'tha aslama, walislimu, kama Abdullah ibn Salam na wengineo walislimu, walidiriki umma huu. Basi miongoni mwao waliweza kuwaya, walikufa kabla sana, walikuja mpaka mtume akiwa amekuja kupewa utume na wake wepo, walislimu, walikuwa na msimu huu. Ama wale ambao walikuwa tayari hawataki na wakutaka. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, hawa nao wanamwamini Allah tabaraka wa taala na wanaamini siku ya mwisho. Wayamuruna bil ma'rufi, na wanaamrisha mema. Wayanhauna 'anil munkari, na wanakataza maovu. Wayusari'una fil khairati, tena wanapupa kweli kweli katika mambo ya kheri. Wa ulaika minas salihina, na hao ni miongoni mwa watu wema. Yu'minuna billah wal yawmil akhir, wanamwamini Allah tabaraka wa taala na wanaamini siku ya mwisho. Ndugu zangu, sisi tuna imani ya kweli ya Allah na tunaamini siku ya mwisho. Siku moja kama ni mtihani kama sahaba, limekuja swala kwa Mtume salama, amuminuna antum, video kila mmoja anamwangalia mwenzie usoni, wanaulizana, ili swala mbona zito na mtego, kwani sisi si waamini? Hivyo nyie mna imani? Amuminuna antum, istifahamu, nataka majibu. Sasa katika maswala wote Umar al-Faruq ni mtu ambaye anajiamini sana kile ambacho amekisimamia.
Yeye akajibu bila hofu yoyote, naam nahnu mu'minun. Sahihi kabisa, sisi ni waumini. Mbele ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swali linaulizwa, halafu wewe unajibu kwa ujasiri kama huo. Maana wengi walisita, Mtume bwana swali linatuuliza na wewe mbaki meke kiwahi wahi, kuna nini kwetu sisi? Lakini Umar alijibu bila woga, naam nahnu mu'minun. Mtume akatoa swali jingine hapo sasa, fama hakikati imani, nipeni sasa ile hakika ithibati ya imani yenu. Fama hakikatu imanikum, ni ipi ile hakika ithibati ya imani yenu? Omar akajibu tena, nahnu narda bil qada, sisi hapa tulipo tunaridhia al-qada wal qadar. Tunaridhia, nu'minu bil qada wal qadar, tunaamini qada na qadar, yale maamuzi ambayo kwetu sisi yamepita kwa Mola, yawe machungu yawe na furaha, sisi tunaamini kabisa, hatuna wasiwasi. Anajibu hivyo, nu'minu bil qada wal qadar, tunaamini si qada na qadar, tunaamini. Muislamu jiulize katika mazingira kama hayo wewe leo, manake Allah hatuachi, lazima tutahini yanayekusibu yote. Imani yako inabakia katika hali halisi au inaanza kuyumba? Unaweza kujiuliza, hivi mimi naonewa au na nini? Mbona hivi? Hufiki pahala ukawa na shakwa, dhana mbaya kwa Mola wako, hivi Mungu mimi hanioni? Mbona mimi nateseka sana? Haifiki mazingira kama hayo kwa wewe baada ya mitihani mikubwa. Na ukiona shekhe hujaribiwi, hutainiwi, bado lazima, kama kweli imani yako imefikia kiwango, utainiwe tu, huwezi kuachwa. Sasa hapo kwenye mtihani, vipi utakuwa wewe? Ndafika pala, vipi jamani? Muumini anajaribiwa kwa kadiri ya imani yake. Fika pala wewe ukaona mbona watu wote nao ni uko nao majirani zangu marafiki si kama mimi mtihani naipata, kwa nini usifike wakati huo ukaona dhana mbaya kwa Mola wako? Bali wewe kila ukiletewa mitihani, sasa hapo unasogea kwa Mungu zaidi, kithirisha kujisogeza kwake, maombi, Qur'ani sana, visimamo sana. Daraja hiyo ndio unapanda. Hakuna aliyepanda juu kirahisi, hapana. Mitume wa Allah wametiwa mpaka katika tanuru la moto, anatiwa peke yake, watu wote yeye anatiwa. Lakini anasema hasbi Allah wa ni'mal wakil, Allah ndiye anatosha na ndiye bora kutegemewa, hakuna mwingine. Wa nasbir ala albala, na tunasubiri mitihani. Kwa maana tunasubiri mitihani, tunaamini na kuridhia qada na kadari ya Mola, na tunasubiri mitihani itukuta, tunasubiri. Bila yalikum, yule asiyekuwa na imani kwa Mola kwamba kiyama kipo, malipo yapo, pepo ipo, moto upo, asiyekuwa na imani akajua hili, huwa si mstahimilifu, huwa ni mwepesi kukata tamaa. Innahu la yasmi rahillah ila alkafirun, hawakata tamaa Allah isipokuwa makafiri. Kwa ukiona mtu anafika pala haustamilifu, ni mdogo, hawezi, anakata tamaa, ni ishara imani yake dhaifu kweli au haipo. Lakini imani kia pala pake hakati tamaa. Na ndio maana tunatakiwa sisi anapotokeza mtoto mitihani, ima ya maradhi au yote ile, tusogee, tumpe nguvu ya imani yake ili asije kayumba, tumsaidie kwa hilo. Otherwise anaweza kayumba huyo akatetereka, akakufuru, ikamunga kachukua wake kwa mtihani mkubwa. Kwa imani ni jambo ambalo kila mmoja alijitazama, je, sisi kwa kweli yuko vizuri kwa Mola wake? Ni bidhaa ghali, haipatikani kirahisi. Huipati kwa kutamani wala kuuza dukani, hapana. Inapatikana kwa wewe namna gani uko serious kwa Mola wako. Vipi unamuomba, vipi unafanya, hii inaganda kweli kweli katika moyo wako.
Kwa hiyo wamewasifu hawa walikuwa kimwamini kweli Allah tabaraka. Mpaka Mungu anakuambia hivyo, maana yake hatari fikia pale pazuri wewe. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas salihin. Hao ni miongoni mwa waja wema. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Imani jazima, imani ya yaqini ambayo haina shaka ndani yake. Wa ya'muruna bil ma'ruf wal khair, wanaamrisha mema, mambo mazuri yalikuwa mema. Wa yanhauna 'anil munkari washarri, wanakataza mabaya na yale ya shari maovu. Wa yubadiruna ila af'alil khairat, na wanakimbilia sana katika matendo ya khairat. Wa yubadiruna, wanayaharakia matendo ya khairat, wanakimbilia sana. Hao ni wale waumini wanamwamini Allah na siku ya mwisho. Na sifa yao nyingine, wayahtanimuna mawasima taat, wanatumia vizuri fursa za ile misimu ya khairat, misimu ya taa, wanatumia vizuri sana. Kama mimi na leo ikitokezea mfano Ramadhani, unavyoitumia vizuri Ramadhani ile, hauchezi, unakuwa serious kweli kweli. Masiku 10 bora yajayo unakuwa serious, uchezi. Ikitokezea fursa umeenda hija, uchezi. Wayahtanimuna mawasima at-taat, wanatumia vema fursa ile misimu ya taa. Ulaika almutasifuna bihadhihi sifati, hao wanaosifika na sifa hizi. Min ibadillahi alladhina, ni katika waja wa Allah ambao sulhat niyatum amalum, matendo yao na nia zao zimekuwa njema. Sulhat niyatum wa amalum, nia zao na matendo yao yamekuwa sahihi, mema. Wama yaf'alu min khairin, na khairi yeyote ambayo wanaifanya, falan yukfaru, haitopingwa, haitokanushwa. Jamani, tunaambiwa sote wenye imani ya Allah na siku ya mwisho, tunashiriki, tunaamini vyema hivyo, khairi yeyote ambayo itafanywa na watu wa aina hii, khairi yeyote, falan yukfaruhu, haitopingwa, haitokataliwa, itakubaliwa. Kinyume chake itakataliwa. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru duna dhalika liman yasha. Yeyote atakayeondoka duniani mshirikina hasamehewi, hata kama watu wataomba dua kiasi gani, wakusanya dunia zima wanamwambia yeye, hasamehewi madhali ni mshirikina. Ama alikufa hana ushirikina, falan yukfaruhu, haitokataliwa khairi aliyofanya. Wama yaf'alu min khairin falan yukfaruhu, khairi yote wanaifanya wao haitokataliwa. Wallahu alimun bil muttaqin, Allah anafunga khairi yote wanaifanya haitokataliwa, na Allah anawajua nani wacha Mungu, nani anafanya kwa ajili yake, nani Allah anawatambua vizuri, ili kwake alifichikani. Wama yaf'aluhu haula'i min khairin qalilan kana au kathiran, na yote wanaifanya hawa jamaa ya khairi, ikiwa ni heri ni kidogo au ikiwa ni nyingi, falan yudhiya alaihim thawabahu, Allah hatopoteza kwa wao thawabu yake ya khairi hiyo, hatopoteza Allah thawabu ya khairi hiyo. Wala yanqusa ajruhu, na kamwe malipo yake haitopungua. Wala yanqusa ajruhu, na kamwe ujira wake wa khairi hiyo hautopunguzwa hata kidogo. Wallahu alimun bil muttaqina, Allah tabaraka wa taala anajua vyema wacha Mungu, alladhina, wacha Mungu ambao yamtathiluna awamirahu, wanaotekeleza maamrisho yake Allah tabaraka wa taala, wajtanibuna nawahihi, na wanajikataza au wanajiepusha na makatazo yake. La yakhfa alayhi min amalihim shay'un, okay, Allah tabaraka wa taala hakifichikani
chochote katika matendo yao hakifichikani. Wasayujazihim alaihim, na Allah tabaraka wa taala atawalipa wao matendo yao hayo pasina kuwapunja hata kidogo. Wama yaf'alu min khairin falan yughfaruh wallahu alimun bil muttaqin. Khairi yote ambao wataifanya watu wenye sifa hiyo ya imani ya kweli kwa Mola wao sio na shaka, basi khairi hiyo haitaweza kukataliwa hata kidogo, na Allah anawajua vizuri wale wanaomcha yeye Allah tabaraka wa taala. Kwa hivyo atawalipa kikamilifu pasina kuwapunja hata kidogo. Min fawaid al-ayat, miongoni mwa faida za hizi aya katika ukurasa huu wa 64 wa kitabu chetu hichi, anasema